kwa visomo, kwa ibada, kwa unyenyekevu, kwa mawazo. Ushamaliza njia zote, usiku wa manane unaswali mpaka unatingisha kichwa. Watoto munibina ilaihi man ana. Sasa angalia, anasema thumma, kisha idha adhaqahum minhu rahmatan, kisha inatoa onja wao kutoka kwa Mwenyezi Mungu rehema moja tu. Ila ghafla utaona fariqun minhum, kundi katika hao watu, birabbihim yushrikun, ay yushrikuna birabbihim, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Verse wakiwa na matatizo wanarudi kwa Mungu na wanamuomba Mwenyezi Mungu. Akiwaondoshea ile matatizo akawatia katika rehema, wanamshirikisha, wanaishi wanavyotaka wao. Sasa hii ni hali tena, anasema idha fariqun minhum, idha sio wote. Mwenyezi Mungu, haya ni maneno yake kweli. Hili la kwanza, hakuna minhum, hakuna minhum, wote. Sababu ni kawaida ya kila mwanadamu, atatafuta kila njia, lakini mwisho atasema nirudi kwa Mungu tu, wote. Lakini hiki cha pili, min, sio wote. Kuna wengine wanabaki kwa Mungu, nao ni wakina nani? Ni waumini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khairun, idha asabahu khairun shakara wa idha asabahu dharra'u sabara. Ile ya kwanza shakara, wa kana amruhu kulluhu khair. Anasema ajabu ya mtu muumini wa kweli. Najipime hapo sasa, wewe ni muumini au sio muumini katika kipengele hicho. Anasema muumini wa kweli ni mtu wa ajabu sana. Ajabu yake nini? Akiingia katika jambo la furaha, la rehema, la kheri, kumshukuru Mungu, hadha min indillah, kama haya mambo ni kutoka kwa Mungu, Mwenyezi Mungu ameneemesha. Lakini anapokuja kinyume chake, akaingia kwenye matatizo magumu, ababaiki, usubiri, huyo ni muumini. Mwenyezi Mungu ajalie katika hapo. Sifa zake kubwa mbili: kushukuru mambo yanapokuwa mazuri na kusubiri mambo yanayoparaganyika na kuharibika. Ukimwona mtu yuko hivyo au ukijikuta uko hivyo, basi jua wewe uko katika waumini ambao mambo yenu yote ni kheri. Mwenyezi Mungu atutie katika kheri. Ajaban li amri al-mu'min, yani anapata tatizo, usubiri, mambo yake mazuri ushukuru. Hadha min fadlillah. Anajua yote mawili ni nini? Ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. Jamani, mambo yakiwa mazuri ni mtihani, na mambo yakiwa mabaya pia ni mtihani. Hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ameyasema Nabii Allah Suleiman bin Daud. Siku ile alokaa akawasikia wadudu sisimizi wanaongea kuhusiana na yeye. Qala ayuha an-namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Alikuwa anatembea Suleiman bin Daud na jeshi lake, ghafla akawaambia simameni. Wakasimama. Vipi? Anasema kuna sisimizi wanapita huko, washeni wapite. Umewaonaje? Anasema nimewasikia wanasema mkubwa wao anawaambia ingieni katika mashimo yenu, Sulemani na jeshi lake wanakuja, watakuja kukanyageni na hawahisi kama wanawakanyaga, kwa ingieni. Nimewasimamisha. Mwisho akasema hadha min fadlillah,
wa mpaka vidudu na visikia vinasema hii ni fadhili ya Mola wangu. Liyabluwani, ili apate kunionja, kunipa mtihani. Kwa ufalme huu aashkuru, nitashukuru, au kwa ufalme huu aakfuru. Kwa hiyo kupata pia ni nini? Ni mtihani, kama vile kukosa ni mtihani. Rudia katika kichwa chako, hali zote mbili ni mtihani. Kupata tena mkubwa zaidi kuliko kukosa, kwa sababu ukijipata unajikuta umejipata, unafanya chochote, unasema chochote, hasa kupata hela inna darahima fil mawatini kulliha tuksir rijala mahabatan wa jamala fahuwa silahu liman arada qitala wa huwa lisanu liman arada fasaha. Anasema mapesa, hela duniani kote mtihani mkubwa. Kwa sababu gani? Kumfanya mbaya akawa mzuri, mdogo akawa mkubwa. Pesa hizi jitu baya likitokea, lakini kwa sababu ni nukudi, watu wote wanamwita handsome mzee, kwa sababu ana hela. Wakitokea wanamwita baby, huyu baby, huyu anatembea mikojo inatoka, lakini ana hela. Unasemaje? Pesa ni ulimi kwa anayetaka kusema, pesa ni silaha kwa anayetaka kupigana. Kwa hiyo mwenye hela sio mwenzio bwana. Umeeleweka vizuri? Kwa hiyo yote ni mtihani. Kupata ni mtihani tena mkubwa sana, unatakiwa uweze kujizuia, na kukosa ni mtihani. Yote inaweza kukufuru kwa sababu ya hela zako ukawa kafiri, na kwa sababu ya umaskini wako unaweza ukawa kafiri. Wa idha massa an-nasu dhurrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idha adhaqahum minhu rahmatan idha fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Imeeleweka? Imeeleweka? Akaendelea akasema liyakfuru bima atainahum. Hii lamu inaweza ukaifanya lamul aqiba au lamul amri litahdidi kwa watu waliosoma lugha ya Kiarabu. Mtu kama amesoma nahwu na balagha, lamu hiyo inaweza kuwa lamul aqiba. Lamul aqiba ni ile inaelezea mwisho wa maneno. Umekuja sentence kwamba yamefanyika hayo, mwisho wake ni kadha kadha kadha. Sawa? Ndio hiyo unaweza kusema liyakfuru bima atainahum, ili umeelewa, wapate kukufuru kwa yale tuliowapa, ili wapate kukufuru kwa yale tuliowapa, kwa sababu si tumeshawapa rahma, wanamshirikisha Mungu, mwisho wake wa makafiri. Tumeelewa hiyo? Ukifasiri lamu al-akhibati, ukiifanya lamu al-amri inakuwa ni kwa ajili ya tahdidi, kama ile iliyokuja katika suratul Kahfi, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Potelea mbali. Mungu asema potelea mbali, anayetaka kufuru, anayetaka aamini. Ile inaitwa lamu, maana yake ni kwa kutisha, tahdidi ya kutisha. Unamwambia mtu mimi si uniamini, haya nenda. Hii ni amri na wewe uniamini, nenda. Unamwamrisha mtu fanye, lakini ni unamwamrisha unafanya, unamtisha. Haya bwana, fanya utakavyo, kama unijui fanya utakavyo, maana utakiona baada ya kufanya. Inaitwa lamul amri litahdidi. Umeelewa Hamza? Wewe unasoma kule nahau kidogo, balagha ndio hiyo. Sasa unaweza ukaifanya lamu la akiba ili au lamu ya amri ya tahdidi, liyakfuru bima atainahum, kwa maana na wakufuru kwa tulapa, na wakufuru wataniona huko wakija. Sawa? Fatamatta'u, unaona haya, stareheni, fasawfa ta'lamun, punde kidogo mtajua. Mwenyezi Mungu hapa anatia tisho, kula raha zako,
fanya utakavyo, utajua, tutakutana huko. Mimi nipo na kungoja. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na nini, na mitihani yote miwili hii tuweze kwenda nayo. Tukipata maisha mazuri tujue kama ametupa Mungu na ametuonja, na tukipata maisha mabaya ameyaleta Mwenyezi Mungu na pia amefanyaje, ametuonja. Yote mawili ni maonjo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Meleka mbele anagusa kile kipande cha wale idha fariqum minhum bi rabbihim yushrikun, anasema am anzalna alaihim sultanan. Hiyo am ya kukataa, sawa. Am manake ma anzalna alaihim, ogopa kujisomea mwenyewe huko. Umechukua msahafu wako Zakaria unajisomea hiyo am, wewe ukijisomea mwenyewe utauliza, utafanya ya istifahamu. Ni istifahamu ya kukataza hii. Am anzalna alaihim sultanan, umeelewa? Anasema sisi hatukuwaletea dalili, fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun, inayowaelekeza hayo waliokuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Yatakalamu kuelekeza, so yatakalamu kuwazungumzisha. Mursalina, Imam, umeelewa? Am anzalna alaihim sultanan, hatukuwateremshia sisi dalili, sawa. Fahuwa, hiyo dalili, yatakallamu bima kanu bihi yushrikun, kwa inayowaelekeza waliokuwa wakishirikisha. Wameshirikisha wao wenyewe, hawana maelekezo, wameamua kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Haya, lakini maelekezo ya Mwenyezi Mungu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Haya ndio maelekezo ya Mungu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kama aya nyingine inayosema tumepeleka katika kila umma, tumewapelekea mtume anawaambia ani'budu Allah, muabuduni Mwenyezi Mungu, wajitanibu taghut, na acheni, epukeni kuabudu kila kisichokuwa Mungu. Haya ndio maelekezo. Hakuna maelekezo sasa mshirikishini Mwenyezi Mungu, hakuna dalili hiyo. Ndio anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Kama uko darasani utakuwa umenielewa, kama hauko darasani hapo tunakuelekea kitu. Tumswalie Mtume Muhammad. Maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu, sawa. Wama umiru illa liabudullaha mukhlisina lahu din hunafaa. Inaanzia kule katika lam yakuni, utaona maelekezo yanakuja mpaka hapo. Imeeleweka? Nenda kasome lam yakuni, alafu ukirudia kipengele hicho utaelewa. Tumswalie Mtume Muhammad. Anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun, sawa. Hatukuwateremshia dalili inayowaelekeza kwa hayo wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu. Haya, anarudia sasa.